atatenda kwa wakati wake, kwa mapenzi yake, anayeona ni vyema yateteke, ni vyema yatimie, yeye hutimiza. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni mwaminifu siku zote na hawezi akabadili kile aliahidi kumtimizia mwanadamu. Ni sisi kuwa na subira na kusubiri na kungojea wakati wa Mungu atekeleze yaliyo mapenzi yake. Nituombe ya kwamba Mungu atusaidie tuwe na moyo wa subira, tuweze kuwa uvumilivu na kuwa na imani kwamba yeye atatenda. Asubuhi ya leo nashukuru Mungu kwa ukuu wake na wema wake na fadhili zake. Hakika ni mengi ambayo Bwana ameyatenda katika maisha yangu. Mimi kuwa mzima siku ya leo, wewe kuwa mzima siku ya leo, hakika ni mkono wa Bwana. Hatuwezi kusema ni kwa nguvu zetu, wala tumetia bidii sana ndipo tukafika, bali ni kwa neema zake Mwenyezi Mungu. Nataka tushukuru ili tuweze kupata neno ambalo Bwana ametuandalia siku ya leo. Sisi ambao tujalie neema na kutuongoza katika nyumba yake, naamini ya kwamba hajatuleta bure mahali hapa, bali ana neno juu ya maisha yetu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, pokea sifa zote, heshima, utukufu. Uinuliwe Mungu wetu, uabudiwe milele hata milele Bwana. Hakuna aliye kama wewe, wastahili sifa Bwana, heshima na utukufu. Asubuhi ya leo Bwana, tunyenyekea mikononi pako. Baba, tunaomba rehema zako. Baba, tunaomba msamaha kwa yale yote Bwana tumetenda kinyume na mapenzi yako, kutokana na mawazo yetu, fikira zetu na matendo yetu ambayo Bwana hayajakupendeza. Bwana, asubuhi ya leo kwako tumenyenyekea. Tunaomba Bwana uturehemu, tusamehe Bwana, kwa damu yako utusafishe katika jina la Yesu. Baba, wakati huu tazama tumenyenyekea kwako ili kupata neno lako asubuhi ya leo. Baba, tunaomba Roho Mtakatifu akatuwezeshe kupokea neno hili, akatufundishe, akatufahamishe katika neno hili, katika jina la Yesu. Kupitia neno hili Bwana, wacha Mfalme tukapate tumaini jipya, wacha Mfalme mioyo zetu zikapate kupona katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa ni mwema na hakuna kama wewe. Ninakualika Roho Mtakatifu ukachukue ushukani kutoka wakati huu na ibada zote zitakazofanyika mahali hapa. Wote wamefika Bwana mikononi mwako, na wote watakaofika katika ibada leo Bwana, wote ni mikononi mwako waliko Bwana. Ukawaongoze na kuwawezesha kufika salama kwa utukufu wa jina lako, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo nataka tushiriki neno ambalo ujumbe ni kuwa ni heri kumtumainia Bwana. Ni heri kumtumainia Bwana. Praise God. Ni vyema tumtumainie Bwana, wala tusitumanie mwanadamu au kitu chochote au vitu tulivyo navyo. Maana tunapoweka tumaini letu kwa Mungu, hakika hatutaweza kutingizika kwa vyovyote. Lakini tukiweka tumaini letu kwa wanadamu au kwa vitu vya ulimwengu huu, wakati mwingi tutaweza kutingizika, maana vitu hivyo sio vya kudumu. Praise God. Hivyo vitu sio vya kudumu. Hao watu sio watu ambao watakuwa na wewe siku zote. Kuna wakati mwingine watakaa mbali na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati mwingine utahitaji hao watu wakusaidie, lakini wakati huo ndio watakuwa mbali na wewe, na hakika kama umeweka tumaini lako kwao utaweza kuvunjika moyo. Praise God. Na vitu ambavyo tunaweza kuweka tumaini, kuna wakati mwingine vinaweza kutoweka. Haleluya. Maana kuna kitu ambacho ni cha kudumu milele katika dunia hii. Bwana apewe sifa. Mfano Ayubu angeweka tumaini lake kwa vitu, kwa watu, hakika wakati huu ambapo
halipatwa na majaribu, angeweza kuvunjika moyo na hata angeweza kutenda jambo ambalo halingempendeza Mungu. Lakini kwa sababu yeye tumaini lake aliweka kwa Mungu, yeye alimtumainia Mungu licha ya vitu alivyokuwa navyo, licha ya mali aliyokuwa nayo, hakuweka tumaini lake katika hivyo vitu, bali tumaini lake aliliweka kwa Mungu. Na ndiposa tunaona wakati huo Ayubu aliweza kusimama imara na kumtukuza Bwana kwa wema wake na fadhili zake, japokuwa yaliyompata yalikuwa ni makubwa, bali machungu ambayo ni ya kuumiza moyo, lakini kwa sababu tumaini lake ni kwa Bwana, aliweza kumtukuza Bwana. Tutasoma katika kitabu cha Jeremiah chapter 17 from 5. Jeremiah chapter 17 verse 5. Jeremiah chapter 17 verse 5 from 5. The Bible says, "Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man, and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. He is like a shrub in the desert, and shall not see any good come. He shall dwell in the parched places of the wilderness, in an uninhabited soul land." Verse 7. Blessed is a man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream, and does not fear when it comes, and does not fear when it comes, for its leaf remains green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruits. Bwana pewe sifa. Biblia katika mstari wa 5 inataka kutuambia kwamba alaniwe mtu yule ambaye tumaini lake ni kwa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu ambaye tumaini lake ameliekeza kwa Bwana, Biblia inasema ya kwamba mtu huyo amelaniwa. Kwa sababu gani? Biblia inasema amepatilisha tumaini lake na moyo wake kuelekea wanadamu. Yeye anawaegemea wanadamu, na hivyo moyoni mwake amemwacha Mungu. Praise God. Kwa sababu yeye anaona msaada wake unatokana kwa hao watu ambao wako karibu na yeye, hao watu ambao anaona kwamba wanamsaidia. Na hivyo katika mambo yote yeye anaona tu wanadamu, bali haoni Mungu. Praise God. Biblia inasema alaniwe mtu yule. Biblia inatuhimiza ya kwamba tuweke tumaini letu kwa Bwana, tuweze kumtegemea Bwana siku zote. Maana Biblia inatuambia kwamba mtu huyo hataweza kustahimili. Kuna wakati hataweza kustahimili kwa sababu tumaini lake litakatishwa. Bwana pewe sifa. Tumaini lake litakatishwa. Unapoweka tumaini kwa wanadamu ama kwa vitu, kuna wakati mwingine tumaini lako litakatishwa. Maana wale ambao unatarajia na unatumainia ya kwamba watakushika mkono, watasimama pamoja na wewe wakati unahitaji msaada, hao watu watajitenga mbali na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atawaweka mbali na wewe. Wale ambao umetarajia ya kwamba watakusaidia, wataondoka
hawataweza kukusaidia. Yule mtu ambaye unaweka tumaini lako kwake ya kwamba atakusaidia, kuna wakati mwingine ataondoka, na atakapoondoka tumaini lako litakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo tumaini lako litakuwa linafika mwisho. Hapo ndipo utaona kwamba maisha yako sasa yamefika mwisho, kwa sababu mahali ambako ulikuwa umeweka tumaini limekatishwa. Mtu ambaye ulikuwa unamtumainia hayupo tena. So unaona maisha yako yamefika mwisho, kwa sababu ulichokitumainia kimeondoka. So ni vyema kumtumainia Bwana, wala tusitumainie vitu vyovyote tulivyo navyo, maana vyote vinaweza kuondoka, vyote vinaweza kutuondokea. Na kama tumeweka tumaini letu katika hivyo vitu, tunaona kwamba tutaweza kuadhirika, tutaweza kufunjwa moyo, tutaweza kuumizwa mioyo zetu, kwa sababu tulichokitumainia hakipo tena. Tuweke tumaini letu kwa Bwana. Katika mstari wa 7 Biblia inasema, blessed is a man who trusts the Lord, whose trust is in the Lord. So Biblia inatuambia mstari wa 7 ya kwamba amebarikiwa mtu yule ambaye tumaini lake ameliweka kwa Bwana. Mtu ambaye anamtumainia Bwana, mtu ambaye anamwaminia Bwana. Biblia inasema mtu huyo amebarikiwa. Kwa sababu gani? Biblia inasema yeye ni kama mti uliopandwa kando kando ya vijito, ambao mizizi yake imeelekezwa kwenye maji, chemchemi ya maji. Na Biblia inasema mti huu hautakosa kuzaa wakati wowote. Wakati wote utasalia kuwa na majani mabichi. Wakati wote utaweza kunawiri, utaweza kuzaa. Hautaona wakati wa kiangazi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wa kiangazi hautaona, kwa sababu mizizi yake imeingia kwenye chemichemi ya maji, na hivyo unaendelea kunawiri. Inamaanisha kwamba mtu ambaye ameweka tumaini lake kwa Bwana hatatingizika kwa jambo lolote. Hakuna kitu ambacho kitaweza kumtingiza, maana tumaini lake ameliweka kwenye mwamba ulio imara, ameliweka kwenye msingi ulio imara. Yesu ndiye msingi imara, ambapo kwake kuna uzima, ambapo kwake kuna ushindi, ambapo kwake kuna baraka, ambapo kwake hakupungukiwi chochote. Praise God. So wakati unaweka tumaini lako kwa Bwana, hautaweza kupungukiwa kwa jambo lolote. Kuna mambo hayatakuumiza moyo wako. Kuna mambo hayatakufanya uone kwamba umefika mwisho, maana tumaini lako umeliweka katika msingi ulio imara. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So ni vizuri tumtumainie Bwana katika mambo yote. Tuweke tumaini letu kwa Bwana, hasa wakati wa sasa, ulimwengu wa sasa. Sio wakati wa kutegemea mtu, sio wakati wa kutegemea watu ya kwamba watakusaidia. Bwana apewe sifa. Biblia ikasema katika kitabu cha Timotheo ya kwamba siku za mwisho watu watakuwa wajeuri, watu watakuwa wenye kujipenda, watu watakuwa wenye kupenda sifa, watu watakuwa wenye kujitakia mema tu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakujitakia mema, wakujitakia mambo mazuri. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa sasa. Watu wanajitakia mambo mazuri, hawataki kujua wengine wanaumia ama hawaumii. Hao kile wanataka ni hao wapate faida zao. Hata kama kuna mtu mahali atakufa ili mtu apate kitu, yeye kwake sio shida. Wacha have yeye apate kile anakihitaji, kwa sababu ya kujipenda na kujitakia.
Ulimwengu wa sasa hivyo ndivyo ulivyo. Watu wanajitakia vitu vizuri, hawana haja na watu wengi, hawana huruma kwa watu wengi. Yeye bora apate kila anakihitaji ni sawa, atake kujua mwingine hako namna. So wakati tunaweka tumaini letu kwa Bwana, hapo ndipo tutaweza kustahimili, hapo ndipo tutaweza kusimama, hapo ndipo imani yetu haitapungukiwa. Lakini tukiweka tumaini kwa wanadamu, hawa wanadamu ambao tunatumainia, wakati utafika watajisimamia, watajitenga mbali nasi, watatuona sisi hatuna faida kwao, wataona hawana muda wa kupoteza kwetu. Bwana tuwezi. So tuweke tumaini letu kubwa. Kuna watu wanapenda kujisifu kwa sababu ya watu hao wako mbele, na anaona ya kwamba yeye hako sawa. Hata kama ni ajira, yeye anaona hako sawa kwa sababu niko na mtu wangu wako pale mbele, atanisaidia. Sio wakati wa kuweka tumaini kwa wanadamu, kwa sababu tukiweka tumaini letu kwa wanadamu, hao wanadamu kuna wakati watadisappoint. Bwana pewe sifa. Watatukatisha tamaa. Maana kila ambacho tumetarajia, kila ambacho tunatumainia, hiyo wakati tumewatumainia, wakati utakapofika wa kuhitaji ama mahitaji, huyo ambaye umetumainia uko na uhakika na yeye ya kwamba huyu ni lazima hiyo wakati ndipo atakudisappoint. Praise God. Kwa sababu gani? Mungu anataka umtumainie yeye. Yule ambaye unaona tu huyu lazima tutasaidia, huyu hawezi kuacha, huyu nikiwa na issue lazima tu atanisaidia. Kuna wakati hata kusaidia. Bwana pewe sifa. Kuna wakati hata kusaidia, na usije ukamwona kuwa ni mbaya kwa sababu hajakusaidia. Bwana pewe. Mungu anataka umtumainie yeye. Ndiposa kuna wakati anaondoa watu wengine katika maisha yetu, anaweka mbali na sisi. Wakati ambapo tunatarajia kwamba lazima watatusaidia, kwa sababu wao tunajua wanatusaidia, tunaamini wanatusaidia, mpaka tukaondoa tumaini letu kwa Mungu tukawaelekezea. Kuna wakati utafika Mungu atawaweka, Mungu atawapa moyo mgumu wa kutokusaidia. Hili tu umtumainie yeye. So lazima tuweke tumaini letu kwa Bwana. Tusione msaada wetu unatoka kwa wanadamu, bali tuone msaada wetu unatoka kwa Bwana kupitia yule yeyote ambaye amekusaidia. Una msaada wako unatoka kwa Bwana kupitia huyo ambaye amekusaidia, bali usione yeye ndiye msaada wako. Bwana pewe sifa. Ni vizuri tukutazamie Bwana. Tuondoe tumaini letu kwa vitu wala kwa wanadamu, tuelekeze tumaini letu kwa Bwana. Kuna watu wameweka tumaini lao katika kazi. Yeye anaona ni kazi yake ndio inamfanya aishi. Yeye anaona ni kazi yake ndio inamfanya ale afae. Chunga sana. Usiweke tumaini lako kwa kazi, bali weka tumaini lako kwa Bwana. Yeye ambaye anakujalia neema katika hiyo kazi, yeye ambaye anakuwezesha kupata mahitaji yako kupitia hiyo kazi. Ondoa tumaini lako kwa hiyo kazi, bali weka tumaini lako kwa Bwana. Maana utakapoliweka tumaini lako kwenye hiyo kazi ambayo unaiona inakusaidia, ukamsahau Mungu, ukamwacha Mungu, iko siku hiyo kazi itakuja kuisha. Je, utakuwa wapi sasa wewe? Maana tumaini lako umelielekeza kwenye hiyo kazi. Hapo ndipo unaona mtu wakati kazi imeisha, huyo mtu anaumia sana kwenda hapate kupona. Ameteseka sana na muda umeenda. Kwa sababu yeye alitumainia hiyo kazi, na ghafla hiyo kazi ikaisha.
huyo mtu akaumia sana sana sana, akaona amefika mwisho wa maisha, akaona hana tena tumaini la kusonga mbele, akaona mambo yake yamekwisha, kwa sababu alisahau tumaini ni Bwana. Hata kazi ikiisha, Bwana bado yuko, yeye anaishi. Praise God. Yeye aliyekupa hiyo kazi na imeisha bado yupo na atakupa ingine. Watu wengi wanateseka wakati kazi imemuondokea. Huyo mtu anateseka. Huyo mtu wengine wanapatwa na magonjwa, pressure, ati kwa sababu amesimamishwa kazi. Uliweka tumaini kwa hiyo kazi, ndio maana mtu ambaye ameweka tumaini kwa Bwana, hata kazi ikisimama bado ataendelea kumtazamia Bwana aliyempa kazi. Haleluya. Utaendelea kumtazamia aliyekupa hiyo kazi, aliyekupa hiyo ajira, utamtazamia. Yeye aliyenipa atanipa tena. Praise God. Huyo mtu hataseka sana moyo wake. Huyo mtu hataumia sana moyo wake, kwa sababu tumaini lake ni kwa Bwana, na anajua ni Bwana aliyenipa hii ajira ambayo nimekuwa nikifanya, na kama imeondoka nina uhakika ya kwamba bado atanipa nyingine. Utapata huyo mtu anasimama, anakuwa na nguvu, akili zake zinaweza kureason vizuri, anaweza kufikiria vizuri, anakuwa na amani na anafanya uamuzi wa busara. Praise God. Lakini mtu ambaye ameweka tumaini lake kwa hiyo kazi, wakati itaondoka, atakosa amani moyoni mwake. Atakosa amani. Na wengine wanafanya uamuzi usio busara. Wengine wanafanya uamuzi wa kuwasababishia madhara makubwa kwa familia, kwa jamii, kwa sababu walikuwa wameweka tumaini kwa hiyo ajira, na sasa imeisha. Yeye anaona mambo yake yameisha, tumaini lake limeisha. Weka tumaini kwa Bwana. Praise God. Amen. Weka tumaini kwa Bwana. Wakati mwingine mtu ameweka tumaini kwa biashara, ghafla maybe kutokee na moto, biashara zake ziteketee. Mtu anashikwa na wasi. Anashikwa na wasi kwa sababu tumaini lake limetikizwa. Tumaini lake limefika mwisho. Pata mtu anashikwa na wasi. Shikwa na wasibu kabisa, kwa sababu alikuwa anategemea hiyo kazi. Aliacha kumtumainia Mungu. Aliacha kuweka tumaini lake kwa Mungu. Weka tumaini lako kwa Mungu anayekufanikisha katika hiyo biashara. Weka tumaini lako kwa Mungu anayekufanikisha katika hizo biashara. Lakini usiondoe tumaini lako kwa Mungu ukalielekeza kwenye biashara hizo. Maana wakati vitafika mwisho, utashikwa na wasimu, utakosa amani, utaona mwisho wako, utaona wewe sasa maisha yako yamefika mwisho, kwa sababu ulichokitumainia kimetoweka. Weka tumaini kwa Bwana. Ndipo Biblia inasema, alaaniwe mtu yule ambaye tumaini lake ni kwa mwanadamu. Amemfanya mwanadamu kuwa nguvu yake ama msaada wake. Biblia inatuambia huyo mtu amelaaniwa. Weka tumaini kwa Bwana. Na unapoweka tumaini lako kwa Bwana, hata nini kitokee, bado utasimama imara kumtumainia Bwana. Bado utasimama imara ukiwa na matumaini ya kwamba kunaye kesho, na utaweza kuwa na ujasiri wa kusimama na kutukuza Bwana kama Ayubu aliweka tumaini lake kwa Bwana. Licha ya vitu alivyokuwa navyo, yeye aliweka tumaini lake kwa Bwana ampaye hizo vitu. Praise God. Watu wengi ambao wameweka tumaini lao kwa vitu, mara mingi sifa zao ni kusifu hivyo vitu.
ama wale wameweka tumaini kwa wanadamu, mara mingi hao watu ni kusifu wanadamu. Wanaondoa sifa za Bwana, wanamwelekezea mwanadamu. Unapata mtu anamsifu mwanadamu, kama sio yeye kunisaidia mimi hakika singeweza. Kama sio yeye kunifanyia hiki mimi singeweza. Unatoa sifa kwa Bwana, unamwelekezea mwanadamu. Ndipo Biblia inasema huyo mtu amelaaniwa. Tumaini Bwana, mpe Bwana sifa kwa sababu ya huyo mtu ambaye amekusaidia. Ona Bwana amekusaidia kupitia huyo mtu, na umpe Bwana sifa. Mwambie Bwana, hakika wewe ni Mungu, na Bwana umeniwezesha kupitia hii njia. Lakini tusiondoe sifa zetu, tusielekeze kwa wanadamu, tukatoa kwa Mungu. Bwana tuweze tuchunge sana, tusiwasifu wanadamu ambao Mungu amewaweka kwa nafasi watusaidie, tukasahau anayetusaidia kupitia hao wanadamu. Bwana apewe sifa. Tuchunge sana. Tuchunge sana. Tusisifu vitu tulivyo navyo, tukasahau kumsifu Mungu atufanikishaye kupitia hizo vitu tulivyo navyo. Tukamwacha Mungu. Biblia inasema moyoni mwake amemwacha Bwana. Hana Bwana tena, hana Mungu tena. Yeye ni kusifu tu vitu alivyo navyo. Amemwacha Bwana. So tuwe waangalifu sana kwa misaada tunazozipata. Tusimwache kumsifu Mungu, tusifu wale Mungu anatumia kutufikishia hiyo misaada ambayo tunahitaji. Bali tumsifu yeye anayetupa mahitaji yetu. Tumsifu yeye anayetupa ajira. Tumsifu yeye anayetupa uwezo wa kufanya biashara na kunawiri katika biashara. Bali tusiache kumsifu tukasifu biashara tulizo. Maana siku moja vitaondoka. Je, vikiondoka tumaini letu litakuwa wapi? Kumaanisha tumaini letu litakuwa limeondoka. Praise God. Tumtumainie Bwana, na hakika tutasimama imara, hatutatingizika kwa vitu vyovyote ama kwa jambo lolote ambalo linaweza kutokea. Bado tutajua Mungu yeye habadiliki. Tutajua Mungu yeye haondoki. Hata kama watu watatuondokea wakati tunawahitaji, tutajua Mungu hajatuondokea. Praise God. Tutakuwa na amani na ujasiri wa kusimama na kujua kwamba Mungu hajatuondokea. Utaanza kwanza kuweka vikwazo kwa watu. Unaanza kuweka vikwazo kwa watu. Unaanza kuwabeba ati kwa sababu hawakukusaidia. Kwa nini hao wanakusaidia Mungu? Praise God. Unapata mtu anaweka mtu kwa sababu nilikuwa nahitaji kukusaidia. Unakosana na ndugu yako. Unakosana na dada yako. Unakosana na majirani. Ati kwa sababu ulipatwa na jambo akakosa kukusaidia. Nani anakuambia wanadamu ndio wanakusaidia? Ni Mungu anakusaidia kupitia wanadamu. Na kama hatakubali msaada wako upitie kwa hao, kwa nini wapepe kwa moyo? Praise God. Hata kama wako kusaidia, haukufanikiwa. Bwana apewe sifa. Haukufanikiwa. Si Mungu alikufanikisha? Si Mungu alikuwezesha kwa njia nyingine? Praise God. Hivi ndivyo Mungu anafanya kazi. Wakati mwingine watu ambao wako karibu na sisi, hiyo wakati anaweka mbali ili tuone utukufu. Anaweza kutumia watu wengine, hata walio mbali na wewe, hata waliokuwa maadui zako. Hao ndio atawatumia. Na wale walikuwa marafiki wa karibu atawaweka mbali. Hiyo wakati atawasimamisha wasikusaidie. Bwana atoe sifa. Hata wakati usione mtu akitembea kwako, usimuone hata karibu na wewe. Mungu ataweka mbali ili tutumaini lako libaki kwa Mungu. Lakini shida ni kwamba tutaanza kuona wapo tusaidia, tuanze kuwasema, tuanze kuwabeba vibaya, tuanze kuwachukia. Bwana atoe sifa. Usichukie mtu kwa sababu hakusaidia.
Ni Mungu hakuruhusu yule mtu akusaidia wakati huo, akainua wengine wakusaidie. Bwana tuwezi. Usichukie mtu kwa sababu hajakusaidia. Ni Mungu hajamruhusu akusaidie, atainua wengine wakusaidie. Bwana tuwezi. So tusichukie watu kwa sababu hawakusimama na sisi wakati tulihitaji wasimame na sisi. Mungu anafanya kazi yake na anajua. Anajua. Yeye anajua. So tuondoe hiyo. Na kama kuna mtu ulikuwa umebeba mtu moyoni kwa sababu ulikuwa na shida ya kukusaidia, ondoa sasa siku ya leo na uombe Mungu akusamehe. Praise God. Kwa sababu Mungu anataka umtumainie. Kama kuna mtu akukusaidia wakati ulikuwa na shida, huyo mtu ulijua tu lazima atanisaidia, huyu lazima najua atanisaidia, lakini wakati ulikuwa unahitaji usaidike, huyo mtu akukusaidia na ukamchukia, siku ya leo ondoa. Siku ya leo huyo mtu mwondoe ndani ya moyo wako na uombe Mungu akusamehe, kwa kuwa haupo unajua msaada wako unatoka kwa Bwana. Yule ambaye ulimbeba, yule ambaye hata ukimwona tu huyo hakunisaidia, wakati nilihitaji msaidie hakunisaidia, ukambeba vibaya ndani ya moyo wako, siku ya leo mwachilie na uombe Mungu akusamehe, kwa sababu msaada wako hautoki kwa wanadamu. Msaada wako unatoka kwa Mungu. Mungu anaweza kutumia njia yoyote hii, mradi tu akufanikishe. Praise God. Anaweza tumia njia yote. Anaweza tumia hata watu wa mbali kabisa na wewe, na waache walio karibu na wewe, hawafanye wasisimame na wewe hiyo wakati. Na sisi kwa kutokufahamu tunawachukia, kwa kutofahamu tunakaa tumewabeba. Hao ni marafiki zetu, hao ni ndugu zetu, tutawapenda, watusaidie, wasitusaidie, kwa sababu tunajua msaada wetu sio kwa wanadamu, msaada wetu ni kwa Bwana. Kama Mungu atawatumia kukusaidie, jina lake litukuzwe. Na kama Mungu atawafanya wasitusaidie, bado jina lake litukuzwe, kwa sababu ataleta wengine wafanye nini? Ufikishe msaada wake. Praise God. Mungu atatumia wengine wafikishe msaada wako. Atatumia yeyote, hata ambaye hautarajii ya kwamba angeweza, lakini huyo ndio Mungu atamtumia akufikishie msaada. Na aje aliye karibu, ambaye siku zote unakaa kwa akili zako ukijua huyo hawezi akaniacha, hawezi akanidisappoint, huyo lazima tu atanisaidia. Hiyo wakati Mungu atamsimamisha asitoe msaada wote kwako, na atumie wengine wakufikishie msaada wake. Bwana tuweze. Our God is faithful. Our God is faithful. Just trust in God. Trust in God. Trust in God. Don't trust in me. Praise God. Kiweka tumaini kwa wanadamu, utakuja kuumia bure. Utakuja kuteseka bure moyo wako. Na watu wengi wanateseka. Watu wengi wanaumia, wako na ugonjwa wa mioyo kwa sababu tu yeye aliweka tumaini kwa mwanadamu, akiwa na hakika tu huyu lazima atanisaidia, huyu lazima atasimama na mimi. Lakini wakati Mungu akamweka huyo mtu ambaye atajia kumsaidia, Mungu akamsimamisha, akasema no, usijaribu kunyosha mkono huyu mtu. Kwa sababu gani? Uliweka tumaini lako kwake, ukamsahau Mungu. Tuondoe tumaini kwa wanadamu, weka tumaini kwa Bwana. Praise God. Tuone Bwana ndiye anatusaidia kupitia yule ambaye amefikisha msaada. Tuone ni Mungu anatusaidia.
Praise God. Let us trust in God. Let us trust in God. Na nimesema kama kuna mtu umempeba kwa sababu wakati ulihitaji akusaidie hakukusaidia, siku ya leo mwachilie. Omba Mungu akusamehe. Omba Mungu akusamehe kwa sababu hauko unajua, na sasa Mungu amekujulisha. Kile ni Mungu ndiye alifanya huyo mtu asifikishie msaada kwa sababu ulikuwa umemtegemea. Na wewe kwa kutokufahamu ukampeba huyo mtu mpaka leo. Hata ukimwona tu na kanga kusema tu, wakati nilikuwa na shida hakunisaidia, wakati nilihitaji kusaidika hakunisaidia. Sio wakati wa kubeba mtu. Mtasamehewa. Kama kuna mtu umempeba, kama kuna mtu umempeba wakati huu, omba Mungu akusamehe. Na kutoka sasa huyo mtu usimuone kwa ubaya wote. Usimuone kwa ubaya wote. Usimuone kwa ubaya wote. Kwa sababu Mungu alitaka umtumainie. Ni Mungu alitaka uondoe tumaini lako kwa huyo mtu. Mungu alitaka uondoe tumaini lako kwa huyo mtu, umtumainie. Kama kuna mtu ulimbeba kwa sababu hakukusaidia, nataka waambie Bwana akusamehe. Nataka waambie Bwana akusamehe. Kwa sababu leo Bwana amekufahamisha msaada hautoki kwa wanadamu, msaada unatoka kwake. Ambia Bwana akusamehe siku hii. Na umfanye Bwana kuwa tumaini lako. Bwana kuwa msaada wako katika mambo yote. Weka tumaini lako ya kwamba Bwana ndiye msaada wako. Mwambie Bwana akusamehe kwa yule uliyembeba kwa sababu hakukusaidia wakati ulihitaji msaada, na ukamwona huyo mtu hatastahili, huyo mtu ukamwona alikutendea vibaya. Mwambie Bwana siku ya leo, nanyenyekea kwako, ninaomba unisamehe. Kwa kuwa sikujua na leo Bwana umenifahamisha nimejua. Bwana nisaidie. Nisaidie, nielekeze tumaini langu kwako. Baba Mungu, katika jina la Yesu. Wewe ni mwema siku zote, hakuna kama wewe. Asante Bwana siku ya leo kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana kwa kunena na mioyo yetu wakati huu. Ya kwamba Bwana tukutumainie wewe. Ya kwamba Bwana tusitumainie wanadamu. Maana anayetumainia wanadamu amelaaniwa, na anayekutumainia wewe amebarikiwa. Kwa sababu yeye ni kama mti ambao umepandwa kando kando ya vijito, ambaye mizizi yake imeelekea kwenye chemchemi ya maji. Mti huo hawezi ukanyauka, hawezi ukaona kiangazi wakati wowote, bali mti huo unawiri wakati wote na kuzaa matunda bila kizazi chochote. Pokea sifa na utukufu Bwana. Uinuliwe na uheshimiwe, kwa kuwa hakuna kama wewe. Bwana, wakati huu tunanyenyekea mbele zako. Baba, tunatubu mbele zako kwa kuwa mfalme, sisi tuliweka tumaini letu kwa wanadamu, na wakati wanadamu hawakutusaidia Bwana, tukawapenda vibaya Bwana, tukawachukia Baba, tukawazia mabaya, tukaona kwamba hawastahili kuwa pamoja nasi maana hawakutusaidia. Baba, tunaomba asubuhi ya leo utusamehe Bwana Yesu, tusamehe kwa sababu wewe umetufundisha na tumejua ya kwamba tumaini ni kwako wala sio wanadamu. Tunaomba utusamehe asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Bwana, tusamehe na utusaidie Bwana, ili tuweze kukutumainia wewe, ili tuelekeze tumaini letu kwako siku zote Bwana. Tuone wewe ndiye msaada wetu, wala sio wanadamu wala vitu tulivyo navyo, bali tuone msaada wako unatoka kwako kupitia maybe hawa wanadamu kama hivyo vitu ambavyo Bwana umetupa, katika jina la Yesu. Pokea sifa zote na utukufu. Inuliwe na uheshimiwe, maana hakuna kama wewe Bwana.
Asante kwa wote wamesikia neno lako siku ya leo. Baba, neno hili ikawe na baraka kwetu sote ambao tumesikia neno hili katika jina la Yesu. Pokea sifa zote Bwana, heshima na utukufu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.